Bwana Yesu asifiwe, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa channel hii ya Maranatha. Nikukaribishe popote ulipo unapopata fursa ya kusikiliza na kutazama katika channel hii. Siku hii ya leo kuna somo ambalo natamani tujifunze na Bwana ametupatia neema na kibali cha kujifunza somo hili. Nikualike, hakikisha una Biblia yako mkononi, lakini pia una sehemu utakapoweza kuandika kile ambacho utaona ni vizuri kukiandika kwa ajili ya kujifunza wewe mwenyewe baadaye, lakini pia kupata nafasi ya kushirikisha ndugu yako mwingine kama utaona unaweza kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo niwaalike, kabla tuanze somo letu la siku hii ya leo, basi tuweze kupiga magoti na kupata kuomba, ndipo tuanze somo letu la siku hii ya leo. Karibuni sana. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, Baba mwema mwenye huruma na upendo, tunakushukuru sana kwa ajili ya fursa hii uliyotupatia kujifunza maneno haya ya uzima. Tunaalika uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi, ukaniongoze mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji tutakapokuwa tukijifunza maneno haya ya unabii wa Biblia. Neema yako ikawe nasi sote, utulinde na ututunze. Hiki ambacho unatamani kutufundisha, shetani asipate nafasi ya kuchukua kwenye mioyo yetu. Ni kupitia jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amina. Naam, tunachoenda kutazama siku hii ya leo ni kuhusiana na mwisho ambao umekaribia sana, na pambano kadiri linavyofikia mwisho wa wakati. Ni nini ambacho Bwana amehitaji watu wa Mungu wakifanye katika kipindi hiki tunachokiishi wewe na mimi. Tumekuwa tukijifunza mara nyingi kuhusu masomo haya ya Biblia, kuhusiana na unabii na muda ambao tunaishi. Na wahubiri wengi sana wamezungumza kuhusiana na matukio yanayoendelea hivi sasa na wakati ambao kanisa la Mungu limefika katika historia ya unabii. Lakini natamani tuendelee kukazia kuona kwa upana hili jambo na namna ambavyo Mungu anatamani kuliandaa kanisa kusimama katika kipindi hiki cha mwisho. Katika maandiko matakatifu tunaona wazi kuanzia kizazi cha kwanza cha kanisa mpaka kile kizazi cha mwisho cha kanisa. Maandiko yako wazi yanazungumza kwamba katika nyakati zote shetani amekuwa akiweka majaribu, akiweka pambano, akiweka vita kwa watu wa Mungu. Lakini wewe na mimi tunatambua, wale ambao wamepata nafasi ya kuchunguza maandiko, kwamba ni katika kizazi cha mwisho ndipo shetani anazidisha juhudi zake ili kusudi aweze kuangusha kanisa la Mungu. Na kanisa la Mungu kimsingi niseme linashikiliwa au linabebwa na kizazi cha mwisho. Maana yangu ni hii kwamba kizazi cha mwisho ni kama muhimili kwa ajili ya ustawi wa kanisa la Mungu. Sijui kama nimeeleweka hapa. Uende nitaeleweka vizuri tutakapokuwa tunaendelea kujifunza hapa mbele. Tutaanza kusoma fungu la Ufunuo sura ya 12. Nilipokuwa najiandaa kwa ajili ya kuja kusimama mbele ya kamera, mke wangu aliniombea ombi hili. Akaomba ombi kwa Mungu kwamba mume wangu anakwenda kusimama mbele ya kamera za kibinadamu. Lakini kuna kamera ambazo ni kamera za kimbingu, kamera za malimwengu ambayo hajaanguka dhambini. Hili likanipatia tafakari kubwa sana baada ya ombi. Kumbe katika dunia hii tunapoishi tunaambiwa wazi kwamba tumewekwa kuwa tamasha kwa wanadamu, tamasha kwa malaika, tamasha kwa malimwengu au kwa ulimwengu. Maandiko yanatuthibitisha wazi katika roho ya unabii kwamba tunatazamwa na tunaonwa na malimwengu ambayo hayajaanguka dhambini. Hebu tafakari wazo hilo kwa upana sana. Tunatazamwa na tunaona na malimwengu ambayo hayajaanguka dhambini, hayakuwahi kuanguka dhambini. Wao katika ulimwengu wao huko walipo wanatuangalia sisi duniani, mambo ambayo yanaendelea duniani, vitu vinavyofanyika duniani, unavyokula, unavyoamka, unavyoomba, unavyosoma, kila kitu ambacho unakifanya, basi utambue kwamba unatazamwa na malimwengu mengine. Ni vigumu na ni kazi ngumu kwa wale ambao wahubiri wa njia hii ya mtandao wanaelewa. Kusimama mbele ya kamera, kuliandaa somo na kusimama na kuanza kulifundisha sio kazi nyepesi, ni kazi ngumu. Yaani kuna wakati unafanya unasema hivi, sijui nimefanya sawa, sijui nimekosea, yaani unajihoji mara mbili, ni kazi ngumu. Sasa vipi kusimama mbele ya kamera ambazo hazikosei, kamera ambazo hazifuti rekodi hata moja, kila wakati tunatazamwa na tunaonwa? Basi ni vizuri sana kurekebisha mwenendo wa maisha yetu kila wakati, sio kwa sababu ya watu
wanaotutazama. Maana watu wanaotutazama kuna wakati hawatazami yanayofanyika katika chumba chako, hawatazami yanayofanyika pale unapokuwa peke yako. Lakini kuna kamera ambazo zinatutazama kila wakati. Ukiwa chumbani na mke wako, mkiwa jikoni, mkiwa shambani, mkiwa kazini, mkiwa maofisini, popote unatazamwa. Ni vizuri sana maisha yetu yaweze kutafakari wazo hilo, na kimsingi Mungu anahitaji kutupatia ushindi dhidi ya kila dhambi, ili kusudi malimwengu mengine yakitazama huko katika ulimwengu wao waseme tunatamani kila wakati kuitazama familia fulani, tunatamani kuitazama kwa sababu yanayofanyika katika familia hiyo ndio hayo ambayo na sisi tungekuepo hapo tungefanya hayo. Bwana tusaidie sana na tutie nguvu. Sio rahisi, lakini kwa neema yake inawezekana, maana ameahidi neema yake ni kubwa kuliko udhaifu wetu. Hebu twende pamoja katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Katika Ufunuo sura ya 12 hapa ni sura tunayoona pambano likionyeshwa tangu mbinguni, vita ambavyo vilianza kule mbinguni. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 7, Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, ambapo inazungumza kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli, yani Kristo na malaika zake wakapigana na ile joka shetani na malaika zake. Lakini maandiko yananithibitishia wazi kwamba shetani hakupata kushinda katika vita hii iliyokuwa ikifanyika kule mbinguni. Na maandiko yanasema yule joka, yani shetani, akatupwa ulimwenguni hapa. Kwa hiyo alipotupwa ulimwenguni hapa, anajua ana wakati mchache sana. Mstari wa 12, Ufunuo 12 mstari wa 12 inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Sikiliza. Unajua ni ajabu sana, wapenzi watazamaji na wasikilizaji, kwa sisi Waadventista wa Sabato kushindwa kutafakari wazo hili kwamba shetani adui anajua, sio kwamba anahisi, anajua kwamba ana wakati mchache tu. Lakini sisi Waadventista wa Sabato, hata jina lenyewe tu linasema Waadventista wa saba, wa siku ya saba, wa muda wa saba, hatutambui wakati. Ni ajabu namna gani hii. Adui anajua wakati, lakini wewe na mimi hatujui wakati. Na tunaambiwa tupo katika vita. Sasa sijui ni vita gani ambayo taifa moja linapigana na taifa jingine, au upande mmoja unapigana na upande mwingine, halafu huu upande mmoja unajua wakati na huu upande mwingine haujui wakati. Halafu anakuja mtu anakuambia katika vita hii atakayeshinda ni huyu, japokuwa hajui nini wakati, ila atashinda hii vita. Huyu anayeambiwa atashinda vita anapaswa kujiuliza, inakuwa vipi adui ambaye nitamshinda anajua wakati wake wa vita? Na mimi sijui wakati wangu wa vita. Kumbe kama hujui wakati wa vita, hutajua ni wakati gani wa kuweka silaha gani. Ni wakati gani nipige kombora fulani. Kama hujui wakati, unaweza kujikuta makombora yote umeshapiga mwanzoni, alafu baadaye unaambiwa vita sasa ndio inaenda kupamba moto, nawe huna silaha. Katika Waefeso sura ya 6 maandiko yanasema vaeni silaha zote za Roho ili tuweze kumshinda adui. Unasikia? Kwa sababu kupigana kwetu sisi ni katika ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa Roho. Tunapaswa kuvaa silaha za Roho. Sasa basi ni wakati gani sasa wa kujihakikishia silaha hizi ziko vizuri na nimelinda kila sehemu vizuri, mipaka yangu nimelinda vizuri, nimelinda moyo wangu vizuri? Ni wakati wa sasa. Na maandiko yananiambia miaka 6 ya mpango kombozi inaenda kukoma. Unajua kitu kimoja kinachonifurahisha ni kwamba hii vuguvugu la ujumbe malaika watatu, ni kuambia ukweli, kila mahali duniani lipo. Enda Marekani ipo. Nenda South Africa wapo wahubiri. Karibia kila nchi kuna vuguvugu la kutangaza kwa ujumbe wa malaika watatu. Sasa tujiulize, hiki kitu miaka 20 iliyopita, 15, 10 kulikuwa na vuguvugu kubwa namna hii? Jibu ni hapana. Swali la pili jiulize, ni nani anayechochea vuguvugu hili? Ni adui? Sio adui. Ni Kristo anachochea vuguvugu hili. Unasikia? Ni Kristo ndiye ameanzisha vuguvugu hili kwa kuamsha Waadventista wa Sabato ili tuweze kuandaa njia kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili.
Kama vile ambavyo walimuita Yohana kwa kipindi kile. Yohana kipindi anahubiri ujumbe, watu wengi wakawa wamekwenda kule Jordan kusikiliza ujumbe wa Yohana Mbatizaji. Kwa muda mrefu sana, karibia miaka 400, kulikuwa na ukimya katika Israeli. Hakukuwa na ujumbe wa kuamsha watu, hakukuwepo na ujumbe wa namna hiyo. Lakini wakati tukafika ghafla ambapo Yohana akaanza kuhubiri ujumbe wa kuamsha watu kwa ajili ya kumpokea Masihi ajapo mara ya kwanza. Sasa basi, wewe Mwadventista msabato na mimi Mwadventista msabato mwenzako tumepewa jukumu hili la kuandaa watu kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili. Kazi hii Mungu alitaka ifanyike na mfumo mzima wa kanisa, lakini mfumo mzima wa kanisa au kanisa kwa ujumla limeacha kazi hii ya kuandaa watu kwa ajili ya kumpokea Kristo ajapo mara ya pili. Ndipo sasa Mungu ameinua watu kwa neema ya Kristo, najiona kabisa miongoni mwa wale ambao Mungu amesema wanaweza wakaandaa njia kwa ajili ya marejeo ya Kristo ya mara ya pili. Sio kwa nguvu zangu, sio kwa nguvu zetu, bali kwa neema ya Kristo. Hata wewe unaweza ukawepo miongoni mwa hao watu. Na kimsingi lazima tujitambue sisi ni akina nani. Lazima tujijue ni sisi ni akina nani na tumepewa ujumbe wa namna gani. Unapojitambua ni nani na umepewa ujumbe gani, lazima ufanye sehemu yako. Ukiulizwa wewe ni nani, lazima ujue wewe ni nani. Hata Yohana alipoulizwa, wewe ni nani? Wewe ni Kristo, akasema, la, mimi sio Kristo. Alijua yeye ni nani, lakini pia alijua yeye siye nani. Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Unasikia? Alijijua yeye ni nani. Alikuwa na ule utambulisho. Hivi sasa adui ameiba utambulisho kwa Waadventista wa Sabato. Hatujijui ni kina nani, tumepewa ujumbe gani, wakuhubiriwa kwa wakati gani. Tumeiba. Shetani akishakuibia tu wakati, ameshaharibu. Yaani ameshatupoteza pakubwa sana. Sasa ndugu zangu, yako mengi ya kujifunza, ila naomba niseme kitu kimoja. Adui anajua ana wakati mchache sana, na wewe na mimi Waadventista wa Sabato tunaweza pia tukajua tuna wakati mchache. Kama ningeweza kuchora saa hapo ukutani ubaoni, ningeweza kuchora saa. Saa ina masaa 12. Saa ina masaa 12. Si ndio maana yake? Katika masaa 12 kuna masaa 12 ya mwanga na masaa 12 ya giza. Hebu tuzungumzie katika masaa 12 ya mwanga. Hapa ni 12, hapa 6, hapa 3, hapa 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Sasa saa yenyewe ina mishale mitatu. Saa ina mishale mitatu. Kuna mshale wa sekunde, kuna mshale wa dakika na kuna ule mshale unaoonyesha nini? Saa. Katika hii mishale yote hii mitatu lazima tujue inapotembea. Mshale mmoja unapotembea unaenda kutembeza mshale wa pili, na wa pili unatembeza ule wa tatu, na wa tatu unatembeza maisha kwa ujumla. Unasikia? Sasa hivi lazima tujue katika ule mshale mmoja wa mwisho mkuu wa saa tuko wapi. Kama kazi lazima ifungwe hapa, basi niwaambieni kweli wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tuko tu maeneo haya hapa, tunacheza hapa. Cha ajabu, jambo la ajabu ni hili. Dunia ina saa inaitwa Doomsday Clock. Hii saa inazingatia masuala mazima, mabadiliko ya tabia nchi, mabomu hayo, magonjwa, vitu kama hivyo. Unasikia? Vitu vya kibiolojia na mambo kama hayo. Wanasema kwamba zimebakia sekunde 85 kama sikosei. Kwa sasa zimebakia 85. Zilikuwa 89, sasa hivi zimebakia 85. Sekunde zimebakia. Dunia inataka itoe hatima ya dunia hii. Na dunia kutoa hatima ya dunia ina maana ni kuipatia suluhisho dunia. Na ili dunia isiende kuingia katika matatizo, inaipatia suluhisho. Na cha ajabu ni kwamba mabilionea wakubwa hawa wameandaa niseme bandia ya safina ya kujificha dhidi ya ulimwengu ambao unaenda kuharibika hivi karibuni. Kwa hiyo wameandaa pia na suluhisho lake. Unasikia mpenzi msikilizaji na mtazamaji? Naomba nikwambie kitu jamani. Tunaishi wakati wa hatari sana wa kufunga historia ya dunia hii. Ila sisi hatutambui bado. Tupo kwenye hatari kubwa ila hatujui. Yaani adui ananyemelea taratibu. Sijui kama umeshakutazama katika video ukatazama simba anapomvizia swala. Sijawahi kuona simba anapomvizia swala anaanza kunguruma. Afa anamkamata swala. Hatapata swala. Anavizia. Na Biblia inatupatia lugha hiyo. Adui yetu shetani ni kama simba. Simba anakuwa anavizia, anaunguruma, anataka kumeza, lakini pia anavizia taratibu.
Sasa itakuwa ina faida gani kuitwa tu Mwadventista msabato halafu tukapotea? Maandiko nasema adui anajua ya kwamba ana wakati mchache tu. Sasa kwa kutambua huko adui, yani wewe na mimi ndio tungepaswa tujue mara mbili ya jinsi ambavyo yeye anajua. Kwa sababu yeye ni adui. Unasikia? Yeye ni adui. Katika vita ukitazama au ukiangalia, kwa wale ambao wamepata nafasi kipindi hicho enzi za ujinga za kutazama movie, unaenda kuangalia movie, kuna mtu anaitwa Sterling na kuna mtu anaitwa adui. Unasikia huyu, ukianza tu movie inapoanza tu unasikia huyu hapa ndio adui, basi unajua mwisho siku adui atakufa. Huyu hapa ndio Sterling, unajua Sterling atakuwa hai mpaka mwisho. Hivi pale katika wale wawili adui na Sterling, mwenye nguvu ni nani? Ni Sterling. Si ndio hivyo? Mwenye mbinu nzuri ni nani? Ni Sterling. Kwa hiyo kama mwenye mbinu nzuri ni Sterling, basi Sterling anapaswa kuwa na uelewa mpana zaidi wa vita kuliko adui. Na sisi vile tunapaswa kutambua uelewa mpana wa vita kuliko nani? Kuliko adui. Wapenzi wa wasikilizaji, ni hivi. Adui anajua na wakati mchache sana. Kwa hiyo kwa kutambua hivyo anafanya mambo kuharakisha ili asipitwe na wakati. Wewe na mimi lazima tuwe na utambuzi wa mara nyingi zaidi kuliko adui. Sasa lengo langu nisome mstari huu wa 12, lakini nishuke chini nisome katika ule mstari wa 17. Adui alipotupa hapa duniani baada ya kushindwa vita mbinguni, amekuja kuendeleza vita hii kwa wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu anajua ushindi wa Kristo unapatikana kwa kushindwa kwa wanadamu hapa duniani. Yaani wanadamu wanaposhinda sio wao wenyewe, bali ni Kristo ameshinda kwa nani? Kwa wanadamu. Na ndio maana pambano kuu, ukisoma pambano kuu katika sura ya 32, sura ya 32 ya pambano kuu inaniambia mambo yafuatayo. Naomba nifike kidogo nisome mwanzoni kabisa mwa sura hii ya 32 ya kitabu cha pambano kuu. Sikia maneno haya. Hii ni sura inasema mitego ya shetani, na ni moja kati ya sura ambazo tunapaswa kuzisoma sana tena na kuzielewa kwa vitendo. Sura ya 32 ya kitabu cha pambano kuu. Maandiko yanasema hivi: pambano kuu kati ya Kristo na shetani ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000 karibu linakwisha. Na hivyo mwovu anazidisha juhudi zake maradufu ili kushinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya wanadamu. Kumbe kazi ambayo shetani anataka kuishinda ni kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya wanadamu. Kwa mwanadamu wewe na mwanadamu mimi duniani hapa, Kristo anafanya kazi kwa niaba yetu, sio kwa ajili yake yeye mwenyewe. Yaani hii kazi anayofanya Kristo ni kwa ajili yako wewe na yangu mimi. Sasa tusimwangushe Kristo basi. Lazima tuhakikishe tunafanya sehemu yetu na sisi ili Kristo aseme oho, basi ile kazi nilikuwa nikiifanya kwa niaba ya wanadamu, na wanadamu wenyewe kimsingi wameitikia vizuri kazi ile nilikuwa naifanya kwa niaba yao. Kwa penzi watazamaji, nini vita? Tena ni vita zaidi ya vita ya kimwili, ni zaidi ya Ukraine na Urusi, ni zaidi sio ya Marekani na Irani huko, ni zaidi ya vita ambazo tunaziona kimwili. Hizo vita zikipigana watu tunaogopa, tunasema mwisho wake ni nini vita hii? Na vita hii inapigana ya kiroho, malaika wanashangaa wanajiuliza mwisho wa vita hii ni nini? Lakini Bwana asifiwe, kwa sababu Bwana ameonyesha lamani kuonyesha mwisho wa pambano ni huu. Ila sasa mwisho wa pambano ni huu, sawa. Kuna 144,000 sawa hapo. Wewe na mimi tutakuwepo katika kundi la 144,000 au ni wasindikizaji tu? Bwana asaidie tuweze kuwa miongoni mwa watu hao. Sasa mwishoni mwa vita, maandiko yanasema katika Ufunuo sura 12 na ule mstari wa 17, maandiko yanasema hivi: joka, yani shetani huyo, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hapo ndipo natamani tuweze kutafakari somo letu la siku hii ya leo. Wapenzi, shetani anatambua muda wake jinsi ulivyo, na katika kanisa la Mungu, naomba tuweze kutazama vizuri hapo kwenye ubao. Na katika kanisa la Mungu, Mungu amefananisha kanisa lake katika namna mbalimbali. Amefananisha kanisa na mwili, lakini pia amefananisha kanisa na mwanamke, tunasikia, lakini amefananisha kanisa na jengo. Nikizungumza kama jengo, kwa picha ya jengo ningeweza kusema hivi, jengo liko hivi. Hili ni jengo pana sana. Na kanisa hili nazungumzia kuanzia mwanzo wa uumbaji kabisa, kabla kanisa halijaingia kwenye shida mpaka mwisho wa pambano. Lakini katika kipindi chote tunajua
kumekuwa na pambano. Yaani shetani muda wote amewinda ili kanisa, ameliwinda ili kanisa. Kwa huyu ndio kama mwanamke, huyu ni kama mwili, lakini pia ni kama jengo. Kama jengo kumekuwa na nyakati mbalimbali au na vyumba mbalimbali vya hili jengo. Na kile chumba kimekuwa na watu wakiishi kwa nyakati mbalimbali. Hasa basi tuzungumze, tuweke nyakati za kanisa. Nyakati za kanisa ziko 7. Kuna nyakati 7 za kanisa. Katika nyakati hizo kumekuwa na wakati wa kwanza, wakati wa pili, wakati wa tatu, wakati wa 4, 1, 2, 3, 4, azibakia 3. 5, 6, 7. Hebu tuone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sawa kabisa. Katika nyakati hizi zote 7, wewe na mimi ndugu zangu tuko hapa mwishoni kabisa hapa. Kwa wale ambao wamepata nafasi ya kujifunza pamoja nami katika channel hii ya Maranatha, bila shaka wameweza kuona wazi kama kwamba tunaishi nyakati ambapo ni mwisho kabisa wa historia ya dunia hii. Tumejifunza kuhusu sikukuu 7. Na katika zile sikukuu 7 tulizojifunza, tunaishi katika sikukuu ya 6. Na sikukuu ya 6 inaitwa sikukuu ya upatanisho, ambapo baada ya sikukuu ya upatanisho, ndugu zangu, iliyofuata ilikuwa ni sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya vibanda ilikuwa ikifanyika duniani hapa, lakini halisi itafanyika mbinguni. Kwa hiyo katika vipindi vyote vya kanisa, kipindi cha mwisho ni kipindi ambapo watu wa Mungu watatwaliwa kuelekea mbinguni. Kwa hiyo hapa inasherehekea sikukuu ya 6 katika sehemu ya mwisho ya kanisa. Na hii sikukuu ni sikukuu ya upatanisho. Nataka tuweze kutafakari kitu kimoja kizuri sana hapa. Naomba nisimwache mtu hata mmoja. Sasa adui amekuwa akiweka vita katika nyakati zote. Ameweka vita hapa, ameweka vita hapa. Kila nyakati ameweka nini? Vita. Na katika kile kitabu cha Vielezo vya Mafundisho ya Kristo, katika ule ukurasa wa 78.2, kwa Kiingereza ni COL, au Vielezo vya Mafundisho ya Kristo, katika ukurasa wa 78.2, nabii anasema kwa kanisa lake katika kila kizazi Mungu amekuwa na ujumbe maalumu pamoja na kazi maalumu. Unasikia hapo? Hii nukuu nimezungumza mara nyingi zaidi na nitaendelea kuzungumza tena na tena. Yaani katika kila kizazi Mungu amekuwa na ujumbe maalumu na kazi maalumu. Kwa maana nyingine ni kwamba katika kila kizazi Mungu amekuwa na ukweli maalumu, na huu ukweli maalumu ukapelekea kwenye kazi maalumu. Huwezi kuifanya kazi bila kuwa na huo ukweli. Kuna nyakati fulani ambapo Mungu aliruhusu ukweli uwe kwamba watu watengeneze safina, gharika inakuja, walifanya hivyo. Kuna wakati wa mitume ukweli ulikuwa ni kwamba yule Yesu wa Nazareti, mtoto wa Yusufu na Mariamu, ndiye Kristo, mumhubiri. Watu walihubiri hivyo. Lakini leo hii nikisema kwamba jamani, Yesu wa Nazareti ndiye Kristo, kuna mtu anayebisha? Watu wote watasema ndio. Hata Waislamu watasema ni kweli ni Kristo, kwani ni uongo? Sio shida. Hautasikia mtu leo amekamatwa, amechinjwa, amekufa kwa sababu tu eti amesema Yesu ndiye Kristo. Sio shida hiyo. Sasa nikwambie, kila nyakati ambapo kulikuwa na ukweli maalumu na kazi maalumu, ujue pia kulikuwa na pambano maalumu. Ndio maana yake. Kila kizazi kumekuwa na pambano maalumu. Kwa maana nyingine ni kwamba kila kizazi kumekuwa na mateso maalumu. Kila kizazi kumekuwa na umwagaji damu. Shetani amemwaga damu za watakatifu wengi. Kila kizazi kumekuwa na mambo hayo. Hivyo basi, kizazi chetu hiki ambacho tunaishi wewe na mimi, lazima tutambue ni ukweli gani maalumu wa sasa na kazi gani maalumu ya sasa ambayo inamwogopesha shetani tena na kumtetemesha. Kwa sababu kuna hatari za kuhubiri ukweli wa kizazi hiki na hata shetani asiogope akasema mbona wanahubiri ukweli wa miaka 50 iliyopita na nilishatesa watu. Hata hivyo anashangaa kuona unaweza kuhubiri hata asiongoke mtu kupata ushindi wa kipindi hiki. Kwa sababu kipindi hiki kuna majaribu yake na kuna ukweli wake ambapo mtu anapaswa kushinda kwa kipindi hiki. Nimechora hivi makusudi ili kuonyesha kwamba sasa hivi tuko hapa. Na kwa kuwepo hapa tujue kuna kazi yake hapa na kuna ujumbe wake, lakini pia kuna muda wake. Hawa wote walioishi vizazi vyote hivi walitambua nyakati zao. Ukiangalia Nuhu alijua anapaswa kuhubiri kwa muda wa miaka 120. Sio 121, hapana, 120 kamili. Ilipokuwa inakaribia miaka hiyo kutimilika,
Nuhu tayari safina alikuwa amekwisha jenga, na alichongoja tu kusikia akiambia siku na saa ya mvua kunyesha. Alingoja hicho tu. Hivyo muda alijua, lakini muda maalum kabisa Nuhu hakujua. Ndio maana kusoma katika kitabu cha Mwanzo unasikia Mungu anamwambia ingia katika safina, nitaleta gharika baada ya siku 7. Unasikia Lakini ile kazi yenyewe aliifanya kwa muda ambao Mungu alimpatia. Kadhalika tunapojifunza miaka hii 6,000 ya mpango wa ukombozi, hatujui kabisa siku na saa katika mwisho wa miaka 6,000, ila tunajua miaka 6,000 ina mwanzo wake, ina migawanyiko wake. Katika miaka 4,000 tunajua miaka 4,000 imekomea msalabani mwaka 31 AD. Baada ya hapo inabakia miaka 2,000 inakomea mwaka 2031. Hapo huu ukweli utabakia hivyo hivyo kama ulivyo. Ila ukiniambia, je, unajua siku gani hasa anakuja Bwana? Siku na saa naweza nisijue kwa sasa, ila Mungu hata kaa kimya, ataitangaza. Lakini ukomo wa miaka 6,000 unajulikana wazi kwamba unaishia muda gani, na hivyo kazi ambayo Mungu ametupatia kuifanya itabakia pale pale. Na ndio maana tunahubiri ujumbe bila mashaka, kwa sababu tunajua ukomo wa hii pambano. Sikiliza, laiti kama kitu hiki kingekuwa ni pazo ambayo haieleweki, ingekuwa ni kitu ambacho ni kizungumkuti, sio niseme, sio ni kitu ambacho kimewekwa kwenye chungu kisichofahamika, kusingekuwa na uamsho wa namna hii. Na ndio maana Mungu ameanza kuwafahamisha watu muda ili watu wajiandae. Na ndio maana sasa hivi unakuta vuguvugu ni kubwa sana la kutangaza ujumbe malaika watatu, tena kwa kasi kubwa, karibia kila nchi. Kwa nini? Kwa sababu watu wanajua ukomo miaka 6,000 umekaribia mno. Dunia yenyewe inajua, dunia haisi inajua. Hasa kama dunia inafahamu hivyo, wewe na mimi tutakuwa ni wapumbavu kabisa kushindwa kujua muda wa kujiliwa kwetu. Ndio maana Kristo alilia sana alipotazama Yerusalemu katika Luka 19. Akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, mara ngapi nilijaribu kukukusanya kama kuku anapokusanya vifaranga vyake, lakini hukutaka. Akalia sana, lakini mwisho akasema, ukujua majira ya kujiliwa kwako. Wanasema wakati utafika watakuzungushia boma na nini, wakuangushe chini wewe na watoto wako. Sababu ambayo Mwokozi alisema ni kwa sababu moja, Yerusalemu haikujua majira ya kujiliwa kwake. Kuna uwezekano wewe na mimi wa Adventista wa Sabato tusitambue majira ya kujiliwa kwetu. Twende hapa tutafakari machache katika kipindi hiki cha mwisho cha kanisa, ambacho ni kipindi cha 7 cha kanisa. Hebu tuone machache ambayo Mungu anataka kutufunulia. Turudi tena katika Ufunuo sura ile ya 12. Katika Ufunuo sura ya 12, maandiko yananiambia lugha ambayo inaanza kutamkwa katika Mwanzo 3:15. Mwanzo 3:15, ndugu zangu, ndio hubiri la kwanza la Mungu kwa mwanadamu aliyeanguka dhambini. Mwanzo 3:15. Hii ni sura ni fungu pana sana. Fungu la Mwanzo 3:15. Na fungu hili la Mwanzo 3:15 linabeba vipindi vyote vya kanisa. Vipindi vyote vya kanisa linabeba. Kabla hatujasoma Ufunuo 12 na ule mstari wa 17, tunapoona pambano ambapo shetani anamkasirikia yule mwanamke, lakini anakwenda kufanya vita dhidi ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Ni kwa nini shetani anafanya vita, anamkasirikia mwanamke, lakini anafanya vita dhidi ya wazao wake waliosalia? Unasikia hapo? Ni kipindi gani cha masalio hapa tunaona? Hapa kipindi cha masalio ni kipindi hiki cha mwisho. Ndio kipindi kilichosalia. Na hata kama ungesema uchole mtu, useme hebu niseme kanisa kama mtu. Kanisa kama mtu, kipindi cha mwisho cha mtu ni katika miguu. Ninajuaje ni kipindi cha mwisho cha mtu katika miguu? Ninaitafakari hata sanamu ile ambayo Nebukadneza aliiweka pale, au Nebukadneza alionyeshwa. Katika ile sanamu ambayo Nebukadneza alionyeshwa, tunaona wazi kwamba kipindi cha mwisho kabisa cha ile sanamu ni katika miguu. Na ndio kipindi ambapo Kristo atakuja, au ufalme wa Kristo utadhihirika katika miguu. Ni kipindi ambacho kinaonekana ni dhaifu. Hivyo hata kipindi hiki pia ni dhaifu. Sanamu hii ilipokuwa imetengenezwa kuanzia mwanzo mpaka kufika kwenye miguu, sehemu ambayo ilikuwa ina nguvu sana ni sehemu ya kichwa.
Kadiri ambavyo unashuka chini, ndipo ambapo nguvu hiyo ilikuwa ikipungua hata thamani yake. Na kadhalika kanisa la Kristo, kutokea mwanzo mpaka mwisho, unapotoka kuelekea huku, unakuta watu wenye nguvu sana, wakina Adam, unakuta wakina baba Ibrahimu, wazee wa imani, unakuta wakina mzee Nuhu, wazee wa imani, unakuta wakina Ayubu, unakuta wakina watu wengi waliokuwa imara kabisa. Hata mitume na manabii walikuwa imara zaidi katika kutangaza ule ujumbe. Hata leo tunajiuliza, ile nguvu ya mitume iko wapi? Unasikia sasa? Lakini mwishoni unamkuta mtu kama mimi, unamkuta mtu kama wewe, watu ambao ni wadhaifu kimwili, watu ambao ni wadhaifu kiroho, watu ambao ni wadhaifu kiakili, kila kitu ni dhaifu. Na kwa nini Mungu anafanya hivi? Unaposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Tufike kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12. Tafakari maneno haya ambayo Mungu anaandika hapa. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na mstari wake ni wa 22. Soma pamoja nami Wakorintho wa kwanza. Unajua kuna wakati unashangaa mambo ambayo Mungu anayafanya. Mungu anafanya vitu ambavyo dunia yenyewe inashangaa. Ni kwa nini Mungu anafanya hivi? Unajua dunia inapokuwa inafanya mambo yake, inakuwa inaanza na mambo yenye nguvu zaidi, lakini inapoona mwishoni mambo yanazidi kulegea, inaongeza pia mambo yenye nguvu zaidi. Unasikia? Lakini Mungu yeye anaanza na vitu vyenye nguvu, anamalizia na vitu vidhaifu. Wakorintho wa kwanza 12:22 maandiko yanasema hivi. Hapa kuna mafungu tutasoma Wakorintho wa kwanza 12:32, lakini pia tutasoma Wakorintho wa kwanza 1:28. Tuanze na hii 12:22. Nasema hivi. Bali zaidi sana, naanzia hapo, utaanzia juu utapata picha kamili, lakini mimi nasoma 12:22 Wakorintho wa kwanza. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vyahitajika zaidi. Katika huu mwili nimesema kuanzia juu kwenda chini, kama ni picha ya mwili, ni dhahiri kwamba sehemu ya mwisho ndio hii hapa, na inaonekana ni dhaifu, lakini hii ndio tunahitaji zaidi. Nitakuja kuzungumza kwa upana hapa mbele. Hapa tunaikuta miguu. Na miguu ndio sehemu ya mwisho ya nini? Ya mwili. Hebu weka pause, tutaangalia kidogo baadaye. Ningekuandikia fungu, lakini naogopa nisije nikaandika fungu kaenda huko kabla kunisikiza sasa. Weka pembeni. Tufike pamoja Wakorintho wa kwanza 1:28 Wakorintho wa kwanza 1:28. Nasema hivi. Nikianzia 27 nasema hivi. Nianze tu 26. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Unasikia? Hata sasa hivi tunapoishi ndugu zangu, unajua kuna watu wengi wenye hekima kunizidi mimi. Kuna watu wengi wana nguvu kunizidi mimi. Kuna watu wengi ni wahubiri kunizidi mimi. Kuna watu wengi ni wachimbaji wa maandiko wenye akili kunizidi mimi, au kukuzidi wewe mhubiri mwingine yoyote. Lakini Mungu angeweza kuwatumia hao, na Mungu hana shida kuwatumia hao, ila sasa wanajivuna. Unasikia? Wanajiona kwa sababu wana hekima. Ndio maana maandiko yanatuambia tusiweke tumaini katika akili zetu, katika hekima zetu, kwa sababu tuna hekima na akili au na uwezo mkubwa wa kufanya vitu. Hapana. Mungu anaweza kumtumia mtu yoyote, hata kama ni dhaifu anaweza kumtumia. Hapa anasema mstari wa 27, maandiko yanasema hivi. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Kwa hiyo Mungu alitumia vitu ambavyo ni dhaifu kuviaibisha vitu ambavyo vyenye nguvu. Ukiangalia katika picha kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wakati, kipindi cha mwanzo unakuta watu ambao wenye nguvu, waliokuwa mahodari, wenye uwezo mkubwa kiakili, hawakuhitaji kusoma sana kuweza kuelewa mambo, ile kutazama tu hivyo ongeza kuyaelewa. Lakini Mungu anakuja kutumia kanisa kumaliza kazi katika kipindi cha mwisho kabisa. Hapa katika kichwa angeweza kutumia nyakati mbalimbali za watu, lakini amekuja kutumia mwishoni kabisa. Sasa mstari wa 28 maandiko yanasema tena Mungu yeye mwenyewe alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avithibitishe vile vilivyoko. Na ndio maana maandiko yananiambia kwamba nyota zinazong'aa kwa sasa, unafika wakati ambapo tutaona zinaenda kupotea kabisa. Nyota ni nani? Nyota ni wahubiri ambao Mungu angeweza kuwatumia. Unatambua wahubiri wakubwa wa Adventista wa Sabato.
Kuna wakati walikuwa wakisimama kuhubiri kwenye majukwaa, kuhubiri kuhusu chapa ya mnyama, kumwelezea mnyama vizuri kabisa na mitego yake, wakisimama wanasimama kweli wanahubiri. Lakini sasa hivi tazama, ndo kinachohubiriwa sasa hivi ni mafanikio, ni masuala ya mahusiano, ndoa, ndo vinavyohubiriwa kwa sasa. Hao wote nao watambua wahubiri wakubwa waliokuwa na uwezo mkubwa na Mungu aliwabariki kwa nyakati zao, walihubiri mambo makubwa sana. Mimi kabla sijaingia kanisani nimewasikia hao watu, hata nimeangalia mahubiri yao, ninashangaa ile nguvu iko wapi? Iko wapi? Bwana tusaidie sana, tuhurumie, maana nyakati tunazoziendea tutashangaa hata wahubiri wa sasa wengi wanahubiri ukweli wa sasa kwa nguvu kubwa. Zinafika nyakati ambapo hawatasikika tena. Na ndio maana Bwana tusaidie sasa hivi tuhubiri, lakini zaidi ya yote tuwepo katika kuhubiri kilio kikuu. Kuna watu ambao sasa hivi hawako, ndio maana naelezea fungu hapa. Kuna watu sasa hivi hawahubiri kabisa. Uone hata kama na YouTube channel hawana, usikii wanaandika vitabu, huenda hawajulikani, huenda wengine hata hawajaongolewa kuwa Waadventista wa Sabato. Watatushangaza wakati wa kilio kikuu, tutaona tu nyota zinang'aa kwa kasi sana. Wakati giza linapoendelea kuwa kubwa, ndipo nyota zinaendelea kung'aa. Kama vile ilivyo katika asili, ndivyo ilivyo katika mambo haya ya kiroho na mambo ya kimwili yanatufundisha hivyo. Hivyo ndio ukweli jinsi ulivyo. Sasa jamani, Mungu anatumia kizazi cha mwisho kufanya kazi kwa namna ya ajabu. Na angalia, katika nyakati zote hizi, utukufu wa Mungu utadhihirika zaidi kizazi hiki cha mwisho, au katika sehemu ya mwisho ya nini? Ya miguu. Hivyo, katika Mwanzo 3:15 hapa, Mungu aliweka hubiri ambalo hili hubiri anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo nani? Mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Hapa kuna mambo mengi jamani, yako mengi sana hapa, mengi sana. Huenda muda usitoshe kuelezea. Lakini tunajua tu kuna mwanamke, lakini pia kuna shetani au joka. Na Mungu anaweka uadui kati ya mwanamke na kati ya joka. Anapoweka uadui, tafsiri yake kulikuwa na urafiki. Pata hiyo. Kulikuwa na urafiki. Urafiki ulipatikana vipi? Adui akaleta sera zake kwa mwanamke, mwanamke akakubali sera, na baadaye wakawa kitu kimoja. Uadui huu kamwe usingeweza kuvunjwa na nguvu ya mwanadamu. Ni Mungu tu anaingilia kati kuondoa huu urafiki, usingeweza kuvunjwa. Ni Mungu anaingilia kati kuweka nini? Uadui. Anapoweka uadui, anaweka neema. Neema anapoweka, inafanya mwanadamu aanze kuchukia mambo maovu. Ikiwa unaona unachukia mambo maovu, sio nguvu yako, ni nguvu ya Kristo. Wewe kama wewe au mimi kama mimi hauwezi kuchukia dunia. Hatuwezi tukaichukia dunia. Hatuwezi tukaacha kuipenda dunia. Ukiona tunaanza kuichukia dunia, ni kwa sababu Kristo amefanya kazi ndani ya mioyo yetu. Na Mungu anataka iendelee zaidi neema yake kufurukuta ndani ya mioyo yetu zaidi na zaidi, ifike mahali ambapo dunia tuseme ulimwengu siutaki. Unajua tunaimbaga nyimbo ambapo muda mwingine tunakuwa na waongo. Tunaimbaga nyimbo kabisa, tuko kanisani busy. Ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Haya. Hapo mhubiri kabla hajasimama mtu anaimba, ulimwengu siutaki, namtaka Bwana Yesu. Alafu mhubiri anasimama anasema, Bwana Yesu asifiwe. Leo mtasikia ukweli wa sasa. Dunia inaisha. Miaka 6000 inakaribia kuisha. Mwaka huu ni mwaka gani? 2026. Imebaki miaka mingapi? Miaka 4 mingapi? Unasikia watu wanaanza kusema ana set time. Anaweka wakati huyu mtu. Anataka tuishi maisha gani sisi? Tuishi maisha kuogopa. Na wewe mwenyewe uliimba ulimwengu hutaki. Niwaambie ni kitu. Wale wote ambao wanaimba ulimwengu hautaki, kimsingi lazima wamtake nani? Kristo. Na kama wanamtaka Kristo, watahitaji sana marejeo yake ya mara ngapi? Ya pili. Ni lazima wewe wanamtaka Yesu aje, Yesu aje. Wakisikia wapendwa, muda umekwisha, Yesu anakaribia kuja, amri ya Jumapili inakaribia kutangazwa, watasema Mungu wangu, asante. Kama kwa hiyo unakuja, tutakuona mara ya pili. Yesu uje. Lakini tutakuwa ni wasanii makanisani, wasanii wengi sana. Mungu atusaidie sana. Ni unafiki huo. Yesu alikemea unafiki. Unaona kabisa ulimwengu unautaka. Acha kuimba huo wimbo. Usiimbe. Tutakuwa muongo. Kizazi hiki hapa, tuko hapa sasa. Shetani kila kizazi amekuwa akifanya vita na watu wa Mungu. Hebu tusome hilo fungu sasa katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 30. Sura ya 30 ya kitabu cha Pambano Kuu ni sura inayozungumzia uadui kati ya mwanadamu na shetani. Uadui kati ya mwanadamu na shetani. Na fungu la kwanza kabisa ni fungu la Mwanzo 3
mstari wa 15. Ukipata nafasi soma Pambano Kuu. Unajua vitabu hivi tunataka tuvisome. Pambano Kuu ni kitabu cha kusoma. Kabla ya kugagawa watu wengine tu wa mataifa huko akiwa Roma, sijui walokole, sawa wapatie, lakini wewe mwenyewe hiki kitabu cha kusoma mno. Na kitabu hiki kinamhusu sana Mwadventista msabato. Anasema hivi hapa paragrafu ya kwanza. Pambano Kuu sura ya 30 paragrafu ya kwanza hivi: nami nitaweka uadui kati yako na huyu mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo uzao huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Tujihoji na tujiulize hapo katika kama kundi haya mawili. Tumeona hapa kuna uadui kati ya mwanamke na kati ya nani? Ya shetani au nyoka. Tunaambiwa hivi, uzao wa mwanamke utamponda kichwa shetani, lakini shetani uzao wake utamponda huyu nini? Kisigino. Tujiulize maswali, huyu shetani tayari amekwisha kupondwa kichwa? Jibu ni hapana, shetani hajapondwa kichwa. Maana angepondwa kichwa sasa angeshakufa, na kama angekufa hamna pambano tena, si ndio hivyo? Sasa ni wakati gani ambapo shetani anajua kizazi kitafika cha kumponda kichwa yeye? Hapo natamani tutafakari. Wakati gani shetani anajua kitakuja kizazi ambacho kabisa naye atakiona hiki kizazi hiki kitaniponda mimi kichwa? Wakati gani? Ndio maana nikasema katika jengo ni sehemu ya mwisho. Katika mtu, kama tukisema kanisa ni tuzungumzie kanisa kwa maana ya mwili, sehemu ambayo shetani itamponda kichwa ni sehemu ya mwisho ya mwili, miguu. Tunathibitisha vipi hoja hiyo? Kabla sijathibitisha hoja hiyo, naomba nimalizie hii nukuu hapa. Anasema kauli ya Mungu iliyotamkwa dhidi ya shetani baada ya anguko la mwanadamu ilikuwa pia ni unabii. Kwa Mungu alitamka ile kauli pale Eden baada ya mwanadamu kuanguka dhambini. Ile kauli ambayo Mungu alitamka ilikuwa pia ni unabii. Unabii maana ni mambo yajayo. Mungu anazungumza mambo yajayo. Yakisha timia ina maana inakuwa ni historia. Kwa Mungu alitamka ni nini kile? Unabii. Alafu nabii anaendelea anasema kwamba uliojumuisha, huo unabii ulijumuisha vizazi vyote. Pigia mstari hapo. Ulijumuisha vizazi vyote hadi mwisho wa wakati. Haleluya. Sema amina hapo. Anatuambia hivi, ulikuwa ni unabii ambao ulijumuisha vizazi vyote hadi mwisho wa time. Hadi mwisho wa wakati. Sasa basi, wakati haukuishia wakati wa Nuhu. Wakati haukuishia wakati wa Kristo. Wakati haukuishia wakati wa mitume au wale wafia dini katika zama za giza. Hapana. Wakati haukuishia wakati wa kina Joseph Bett, wa kina William Miller huko, wa kina Nabii Ellen G. White. No, sio kweli. Wakati haukuishia hata miaka 50 iliyopita. Wakati mpaka sasa tunao wakati. Na ni wakati mfupi tunao. Sasa huu nabii wa Mwanzo 3:15 ambapo tunaambia mwisho wa siku katika unabii huu ni shetani kupondwa kichwa, ina maana unahusu nyakati zote mpaka mwisho wa wakati. Na mwisho wa wakati ni upi? Mwisho wa wakati ni ambapo sasa dunia hii inaenda kwenda mwisho wake. Na wakati wa mwisho umeanza mwaka gani? 1798. Hapo tunaanza kuona nyakati za mwisho. Lakini nyakati za mwisho zina sehemu zake. Kuna mwanzo wa mwisho, kuna katikati ya mwisho na kuna mwisho wa mwisho. Lazima tujijue sasa hivi tuko wapi. Namshukuru Mungu kwa sababu moja. Hayo mambo sio bahati nasibu. Sio mchezo wa kubashiri. No, hata Mungu hataki watu wawe na bashiri. Anataka watu wawe na uhakika wa mambo. Anataka tuwe na imani kwamba imani ni nini, kuamini hiki kitu Mungu amekisema na kukifundisha. Anasema Mungu mwenyewe kwamba tungoje mpaka mambo yatokee ndipo tuhubiri ujumbe. Jibu ni hapana. Imani yetu iko wapi katika neno la Mungu? Imani ni kuamini kwamba Mungu amesema hivi na uhakika na naanza kuhubiri ujumbe bila mashaka yoyote. Na huwezi ukahubiri ujumbe bila kuambia watu wakati. Hata Kristo alipokuwa anahubiri ujumbe aliwaambia watu kwamba wakati umetimia na ufalme wa Mungu karibu, tubuni na kuamini Injili. Lazima wakati utawaambia watu wa Mungu. Lazima waambie wakati. Sasa tuko hapa. Shetani bado hajapondwa nini? Kichwa. Hapa amesema itahusu mpaka mwisho wa nini? Mpaka mwisho wa wakati katika vizazi vyote. Anasema hivi. Naomba nirudie tena hapa. Ulijumuisha vizazi vyote hadi mwisho wa wakati, na ishara inayowakilisha pambano kuu linalohusisha jamii zote za wanadamu watakaoishi duniani. Haleluya. Kumbe kwa kadiri wanadamu wako duniani
na rehema bado zipo na shetani anaweza kadanganya, basi Mwanzo 3:15 inahusika. Inahusika vipi? Shetani kupondwa kichwa. Anajua vipi shetani kama atapondwa kichwa? Je, anajua atakapopondwa kichwa ni masalio? Ndio. Kwa nini? Hapa anasema katika Ufunuo sura ya 12 mstari 17. Ufunuo 12:17. Biblia jamani, tumepewa kitabu cha kusoma. Mimi nashangaa kwa nini hata watu tulikuwa tujui mapema mambo haya, na kwa nini tulikuwa tunasoma vitabu vile vya Ngoswe, sijui Madenge, sijui nini Nipashe, mambo kama hayo. Ni kupoteza muda, wakati Biblia hii yani humu kuna habari nyingi za kukupasha habari. Sio mpaka ituambie Nipashe, unajua msanii fulani amefanya nini? Anasema hapa, joka akamkasirikia yule mwanamke. Kwa nini joka anamkasirikia mwanamke? Lazima tujiulize, kwa nini anamkasirikia mwanamke? Ni kama amemnunia eti. Joka amemnunia mwanamke. Kwa nini amemkasirikia mwanamke? Kwa sababu gani? Mwanzoni tunaona walikuwa na urafiki, baada ya kumpa sera zake na kuzikubali akawa rafiki yake. Lakini Mwanzo 3:15 maandiko yanasema Mungu akaweka uadui, anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Na huo uadui unapopokelewa, unajua lazima tupokee huo uadui ambao Mungu ameweka. Mungu ameweka uadui, lazima tukubali. Mungu Baba, asante kwa kuweka uadui, na mimi nakubaliana na wewe, na mimi nakubali uadui ambao umeweka. Alafu tukishaukubali uadui, lazima adui atuchukie, atukasirikie. Unasikia sasa? Kwa hiyo adui alimkasirikia mwanamke, lakini haishii hapo tu. Anaenda kufanya vita na wazao wake, sio wazao tu, wazao waliosalia. Haleluya. Sikilizeni jamani. Hapa maandiko yanasema katika Mwanzo 3:15, nami nitaweka adui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao, neno uzao muhimu sana hapa. Uzao wako na nini? Na uzao wake. Kwa hiyo huu uzao mwanamke, maandiko yanasema huo uzao utakuponda kichwa. Biblia hapa inaposema kuhusiana na mimi, nami naweka adui kati yako na huyo mwanamke, ni Mungu alikuwa anazungumza na adui, akimwambia adui. Na ndio maana pambano kuu hapa mwanzoni kabisa, baada ya kusoma fungu hilo, unajua sentensi inafuata inasemaje? Kauli ya Mungu iliyotamkwa dhidi ya shetani. Kumbe ni Mungu alikuwa anamwambia shetani, nami nitaweka adui kati yako na huyo mwanamke. Sasa huu adui ukadhihirika. Huu adui unapodhihirika, adui mwenyewe anaona kwamba hapa sasa ni vita imeanza, amepia pamba moto. Anaona mwanamke huyu sasa yuko kinyume changu, sera zangu anazikataa. Nikimweleza hiki sasa anakataa, hapa ni vita. Lakini ameambiwa huo uzao mwanamke ndio utakao kuponda kichwa. Yeye ndio maana maandiko yanasema katika Ufunuo 12 sasa 17, akaenda afanye vita dhidi ya wazao wake waliosalia. Kwa hiyo wazao wako wengi, kila wakati hili si kanisa na usi ndio mwanamke. Hapa kuna wazao, hapo wazao, wapo uzao upo. Lakini huu uzao kuna ule sasa uliosalia. Sasa huu uliosalia wa mwisho ndio huo ambao adui anawinda. Na una sifa kuu mbili: wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Hao shetani anawaogopa, anawachukia, ndo vita yake na pamba moto hapo. Lakini katika vita hii, katika pambano hili, asi anajua muda wake shetani. Kadiri ambapo muda unazidi kusonga mbele, ndio naona ndio hawa sasa watakao nivuruga na kuniponda kichwa. Ni kina nani? Anawaona 144,000 anawaona. Ndio maana Mungu akasema tupambane kwa neema ya Kristo, tuwepo katika kundi hili la 144,000. Anasema hivyo, sio kwa nguvu zetu bali kwa neema ya Kristo. Na niwaambieni kitu, siri ni kwamba kama hatutakutwa na kifo cha kimwili, kama hatutausaliti ujumbe huu, kama hatutamsaliti Kristo, kama hatutasaliti malaika zake wanapokuja kutulinda, kutupatia nuru na kupeleka duniani, kiukweli na kiuaminifu, wewe na mimi kwa neema ya Kristo tutakuwa katika ile kundi la 144,000. Mungu atusaidie. Muda umeisha, tuna muda. Anaona ili kundi linapoandaliwa, anaona. Na ili kundi linatoka miongoni mwa Waadventista wa Sabato. Anawaona Wasabato gani wanakubali ujumbe na wakina nani wanakataa ujumbe. Anaona wachungaji gani leo hiyo wanakubali ujumbe na wakina nani wanakataa ujumbe. Anaona wazee gani wa kanisa wanakubali ujumbe. Anaona adui. Anaona hawa wanajiandaa kuwa miongoni mwa 144,000.
anaona jinsi gani unavyokubali ujumbe wa afya. Maana huwezi kuwa 144,000 ukikataa ujumbe wa afya. Matengenezo ya chakula ukikataa, matengenezo ya mavazi, mahali pa kuishi, kazi gani unafanya wewe. Anaona hawa watu jinsi gani wanapambana kutafuta imani ya kweli kwenye mioyo yao. Anaona wanaozugwa na kina nani, anaona wasanii kina. Unadhani shetani ajue wasanii kina nani? Anajua hawa waigizaji, hawa waigizaji wanahubiri ujumbe lakini waigizaji anawaona. Kwa hiyo anajua na vita yake ndio anaelekeza hapo. Lakini anachopambana wasipatikane watu hawa. Na kwa nini adui anaogopa wasipatikane watu hawa? Kwa sababu hili ni kundi la mwisho duniani hapa. Hebu twende sasa tukajibu hoja hii katika patakatifu. Lakini tunapenda kujibu hoja hii patakatifu, tunajibu hoja kwamba ni katika miguu ndio ambayo shetani anaiogopa, masalio. Na ndio maana nasema shetani hajaponda kichwa. Hata msalabani shetani hakuponda kichwa. Ni kweli shetani hakuponda kichwa msalabani, ila ni hatua za kumponda nini? Kichwa. Ni kama alipunguzwa nguvu na Kristo. Wewe tulia kidogo hapo. Lakini bado Yesu anasema ngoja, kuna kundi linakuja. Ndio maana Paulo akaandika sasa katika kile kitabu cha Warumi sura ya 16 mstari wa 20. Warumi 16 mstari wa 20. Mwenye Biblia ya Kiingereza afunue hapo Warumi 16 mstari wa 20. Maandiko yanasema hivi: naye Mungu wa amani atamseta maana wakati ujao. Unasema future tense, si ndio? Wakati ujao atamseta shetani chini ya miguu. Neno la msingi miguu. Chini ya miguu yenu upesi. Neno hilo atamseta, ukiangalia hapo kwa Kiingereza mtume neno bruise, maana yake ni kumponda. Kwa Mungu wa amani atamponda shetani chini ya miguu yenu upesi. Sasa chini ya miguu, Mungu hakusema miguu kama miguu hii, sio miguu namna hii, hapana. Bali ni katika mwili yani kanisa, sehemu ya mwisho, masalio, ndio utakaomponda kichwa shetani. Ikiwa wewe na mimi tunaelewa fungu hili hivi, shetani anaelewa zaidi hapo. Anajua kina nani miguu, sasa kina nani. Ndio hao sasa ni waangalie, avunje miguu. Anatamani kuharibu miguu ili kusudi simponde kichwa shetani. Sikia hapo. Sasa twende patakatifu tukatazame wazo hili. Kwa hapa tumeona hilo wazo. Hiyo ni Warumi 16:20. Fungu hilo linafanana pia na fungu la mambo ya Walawi 16:20. Sijui kwa nini Mungu ameweka mambo haya 16:20 Walawi, Warumi 16:20. Inazungumzia mada moja. Maandiko sana sema kwamba Mungu njia yako ipo katika patakatifu. Na ndio njia ya Mungu ipo hapa patakatifu. Kila hoja, kila wazo tulielewe vizuri, lazima tuende patakatifu. Sasa katika patakatifu lazima tuangalie ni kipindi gani cha patakatifu shetani anakiogopa zaidi. Ni kipindi cha siku ya upatanisho. Na katika siku ya upatanisho ni sikukuu ya ngapi? Sikukuu ya 6. Kweli aliongeza kuogopa sikukuu zingine zote, maana zinafanya watu wawe na mahusiano mazuri na nani? Na Mungu. Lakini ikiwa tu mtu anapata mahusiano na Kristo, alafu shetani maisha yake yanaendelea, kuna shida gani? Na Yesu anatetea uhai. Kwa kuwa anatetea uhai, anaogopa siku ya upatanisho. Mwanzoni mwa siku, mwishoni. Kwa nini? Tutaangalia. Ndio maana jamani, siku hiyo upatanisho imeanza mwaka 1844. Hao walioishi miaka 1844 ni wamefanya sehemu yao, ndio wamefanya. Lakini shetani anaogopa zaidi Waadventista wa Sabato wanaoishi mwaka 2026 kuendea 2027, 28, 29, 30, 31. Hao anaogopa mno adui. Kwa nini? Anajua hawa ndio watakao nivuruga mimi. Kwa nini? Twende sasa tukatazame wazo hili. Katika shughuli za patakatifu jamani, twende pamoja. Katika shughuli za patakatifu, tunajua kulikuwa na huduma za namna mbili kuu. Kulikuwa na huduma za kila siku na kulikuwa na huduma ambazo zinafanyika mara moja kwa mwaka. Hiyo ilikuwa ni siku ya upatanisho. Sasa tukichora patakatifu hapa, tunajua palikuwa na sehemu kuu 3. Kulikuwa na sehemu ya nje huku, kulikuwa na sehemu ya nje. Kulikuwa na chumba cha kwanza cha patakatifu na chumba cha pili ambapo ni patakatifu pa patakatifu. Huduma za kila siku zilikuwa zinafanyika chumba cha ua wa nje na chumba cha kwanza. Lakini huduma ambayo ilikuwa inafanyika mara moja kwa mwaka, siku ya upatanisho, ilikuwa ikihusisha ua wa nje, lakini pia ilikuwa inaenda mpaka chumba cha mwisho hapa ndani. Sasa siku hii mwishoni mwa siku ya upatanisho ndio ambayo adui anaiogopa sana. Mwishoni mwa siku ya upatanisho adui alikuwa anaiogopa sana.
Hebu tuone kwa nini adui alikuwa anaogopa mwishoni mwa siku ya upatanisho. Katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ya 16 tunasoma kuanzia mstari wa 20. Mambo ya Walawi yenyewe sura 16 inahusu siku hii ya upatanisho. Lakini mimi nataka nisome mwishoni mwa siku ya upatanisho. Kilichokuwa kinatokea ni nini mwishoni mwa siku ya upatanisho, na kwa nini adui aogope mwishoni mwa siku ya upatanisho? Twende hapo. Ukisoma kuanzia mstari wa 20, natamani kila neno tulizingatie hapa. Maandiko yanasema hivi: naye huyo kuhani ambaye ni Kristo, naye akiisha, neno akiisha maana atakapomaliza, finish na maana yake. Kwa hiyo kumbe kuna wakati ambapo kwani anaenda kumaliza, anaenda kuishisha mambo. Yesu niongee lugha gani? Anaenda kufanya mambo ya kome. Naye akiisha kufanya upatanisho, yani akiisha kumaliza upatanisho. Na halisi tunajua pia utafika wakati ambapo Kristo atafanya upatanisho ufikie mwisho wake. Naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, kinachofuata ni nini? Atamleta yule mbuzi aliye hai. Ni nani huyo? Mbuzi wa Azazeli. Nani huyo? Adui, Shetani. Kwa hiyo kumbe mwishoni mwa siku ya upatanisho anahusika sasa mbuzi wa Azazeli. Kwa mbuzi wa Azazeli anaanza kuonekana kuhusika kwake mwishoni mwa siku ya upatanisho, sio mwanzoni, mwishoni. Na analetwa huyu mbuzi aliye hai. Maana ameishi huyo. Lakini kumbuka kondoo ameshachinjwa mapema kabisa, kondoo ameshachinjwa mapema, damu ikafanya mambo. Hata Kristo alichinjwa mapema, sio kizazi cha mwisho. Kristo alichinjwa mapema kabisa. Maandiko yananiambia mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Twende sasa. Katika lugha patakatifu kondoo anachinjwa huku mwanzoni kabisa huku. Lakini mwishoni mwa siku ya upatanisho ndipo analetwa mbuzi aliye hai. Amesalia yuko hai. Nani? Adui. Ameendelea kuwa hai. Anapoletwa, kumbuka watu wana Israeli wamezunguka nini? Hekalu. Lakini kumbuka wana Israeli hawa, kuna walioanza wenda siku ya upatanisho mwanzoni, wakaanza siku ya upatanisho wakacheza, wakadansi hapo, wakarukaruka wakaondoka. Wenda wengine walipuuzia. Lakini kuna wale ambao walibakia mpaka mwisho na walikuwa wakishirikiana na kuhani mpaka mwisho. Hao ndio adui anawaogopa, kwa sababu wametubu dhambi zao kikamilifu, wameondoa makosa yao kikamilifu, na wamehakikisha dhambi zao zinatangulia kwenda hukumuni. Ndio maana maandiko yanatuambia tunatakiwa tuhakikishe dhambi zetu zinatangulia hukumuni. Twende Timotheo wa kwanza 4. Biblia wapendwa ni nzuri. Biblia inazungumza kitu kimoja. Biblia haijipingi hata siku moja. Mtu anaona Biblia inajipinga, ni huruma. Nimesema sura 4, hapana, ni sura 5. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 24. Maandiko nasema hivi: dhambi za watu wengine zi dhahiri zatangulia kwenda hukumuni, wengine dhambi zao zawafuata. Makundi makuu mawili. Kundi la kwanza, kuna watu ambao dhambi zao zinatangulia kwenda hukumuni. Nasikia lakini wengine dhambi zao zinawafuata. Kama kambu anamfuata mtu, mbwa anamfuata mtu huyu. Dhambi za watu wengine zinawafuata. Lakini kuna wengine dhambi zao wanasema hebu zitangulie kwenda wapi? Hukumuni. Zinapotangulia kwenda hukumuni, kabla ya hukumu kuwekwa, dhambi zao zimeshaenda kwa kuhani, na kuhani ameshachukua zile dhambi, na sasa anamuita mbuzi wa Azazeli aje. Sasa mbuzi wa Azazeli atakuja kufanya nini ikiwa kuhani hana dhambi za waliotubu? Ndio swali la msingi. Na ndio maana shetani kwa kujua hilo, anahakikisha shetani anafanya mchezo wa kuhakikisha watu hawatubu dhambi zao, zibakie kwao wenyewe, na mwisho shetani atakuwa hai. Katika kitabu cha Pambano Kuu sura ya 32, Pambano Kuu sura ya 32, tufike pamoja Pambano Kuu sura ya 32. Hapa kuna wazo la msingi sana ambalo tunaweza kulipata Pambano Kuu sura ya 32. Maandiko yanasema hivi: pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambalo linaendelea kwa karibu miaka 6,000 karibu linakwisha, na hivyo mwovu anazidisha juhudi zake maradufu. Neno hilo maradufu kwa Kiingereza ameandika redoubles. Nasikia ana double, anafanya kazi mara 2 zaidi ya pale ambapo alikuwa anafanya kazi. Kwa nini? Anatetea uhai. Anasema anafanya kazi, juhudi yake maradufu, ili kuishinda kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu.
Sikia, na kukaza watu katika mitego yake. Anaendelea kuwashikilia watu. Sikiliza wapendwa jamani hapa. Kuwashikilia watu katika giza na kutokutubu. Kuwashikilia watu katika giza na toba ni nini? Toba ni kuzunikia dhambi na kugeuka. Toba sio tu kwamba eti nimezini, baba nisamee nimezini. Hiyo sio toba. Toba sio kwamba nimekula sana ngoja nikwambie msamaha, Mungu nisamee, nimekula samaki pale, sikitakiwa kula nyama, nisamee baba. Unahuzunika juu ya dhambi hiyo. Na kama unahuzunika, je, unageuka katika dhambi hiyo uifanyi tena? Hiyo ndio toba ya kweli. Anasema hivi, kuashiria watu katika giza na kutokutubu mpaka upatanisho wa Kristo unaisha, na huku hakuna adhabu nyingine tena kwa ajili ya dhambi. Ndilo lengo analotafuta kulitimiza. Kwa hiyo adui anatamani watu wabakie bila kutubu. Wanapobakia bila kutubu, dhambi zao zinabaki kwao. Na hivyo kuhani, sasa tuende pamoja katika kitabu cha Mambo ya Walawi 16:20. Nimesoma 20, nasoma 21. Mbuzi wa Azazel anakuja sasa. Mbuzi wa Azazel anapokuja, kuhani sasa, na maandiko nasema mstari wa 21. Na Haruni, yani kuhani Kristo huyo, na Haruni, sikiza jamani Biblia. Ndio maana tunatakiwa sana kuelewa somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi. Kama hatuelewi haya masomo, hatutaweza kuifanyia mazoezi imani ambayo ni ya muhimu sana kwa wakati huu. Anasema hivi, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai. Ataweka mikono juu ya kichwa. Shetani anapondwa nini? Kichwa. Nini kitakachomponda shetani kichwa? Ndio hiki sasa ambacho kinawekwa hapa. Sikia, anasema hivi, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli, uovu wote wa Adventista wa Sabato, na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Fitman huyu anaitwa, huyu timely man, mtu wa wakati. Nani huyu ambaye atamchukua shetani kumpeleka jangwani akae huko asirudi tena? Yule mbuzi wa Azazel atakaa jangwani asirudi tena, atafia huko. Sasa shetani anajua hilo swala, amesoma patakatifu pia anaelewa. Maandiko yanasema hivi katika PK, Prophet and Kings, wa prophets, manabii na wafalme, ukurasa wa 686.2. Nabii anazungumza wazi kwamba shetani alisoma ujumbe kumhusu Masihi alipokuja mara ya kwanza. Alisoma huduma za patakatifu na akazielewa, akatetemeka, akaogopa, lakini hakuacha ajenda yake ya kudanganya watu. Sasa kama alisoma hivyo mapema kule, leo hii lazima chimbe unabii vizuri zaidi, aone yuko wapi na nini cha kufanya adui. Anajua vizuri adui na anacheza mchezo wa kudanganya watu. Kwa hiyo amesoma vizuri, anajiona yeye ndio mbuzi wa Azazel. Okay. Walikuwa wanampeleka mbuzi wa Azazel jangwani, anabakia kule. Okay. Na ametushwa dhambi, uovu na makosa vya wana wa Israeli waliotubu. Sikia hapo. Wale tu waliotubu ndio ambao shetani anawaogopa, waliotubu. Kwa hiyo zikaenda dhambi zao zisirudi tena. Okay? Ili aende jangwani na mkono wa mtu aliye tayari, kwa lengo la wana wa Israeli wabakie salama. Atahakikisha hapatikani mtu wa kushirikiana na kuhani kwa lengo la kuondoa dhambi, uovu na makosa viende patakatifu. Kisha kuhani aje amlete mbuzi wa Azazel, aungame uovu, dhambi na makosa. Alafu atahakikisha hamna fitman yoyote, hamna mtu aliye tayari wa kumchukua na kumpeleka sasa jangwani abakie huko. Huyu ndio adui tuliye naye sasa. Hiyo vita ni ndogo mpenzi mtazamaji, vita ndogo hiyo, ni vita kubwa. Anajua hicho kitu shetani vizuri. Kwa hiyo anapambana na kizazi hiki cha mwisho wasipatikane hao watu, ambapo alipokuwa kenda mbali adui kwa kuwekea dhambi, uovu na makosa katika kichwa chake. Na maandiko yanasema kuhani ataweka mikono yake miwili. Kwa nini amesema mikono miwili na sio mmoja? Mkono unaashiria nini? Mhubiri anasema lolote mkono wako upatalo kulitenda ulifanye kwa nguvu zako zote. Mkono kwa ufupi unaashiria utendaji kazi. Hapa anaposema kuhani ataweka mikono yake yote miwili, maana yake utendaji kazi wake wote kwa muda huu huko hapo. Kwa maana nyingine hausiki kuhani labda aweke mkono mmoja hapa na mkono mwingine aseme dani duniani hapo nipatie dhambi,
aweke, nipatie dhambi, aweke. Hafanyi kazi nyingine yoyote. Anaposema tu mikono miwili akaweka, maana yake kazi yake kwa muda huu ashughulike na kazi nyingine yoyote. Utendaji kazi wake kwa sasa upo kwa shetani tu, kumtisha dhambi. Kama kuna kajamaa kamebakia na dhambi duniani, hiyo dhambi itakuwa juu yake. Hata adui angeweza kusema wewe hiyo dhambi yako koma nayo, kila mmoja akomae na mzigo wake. Atawekewa dhambi hapo. Na kuwekewa dhambi hapo, dhambi zako wewe na dhambi zangu mimi ndio silaha inayotumika kuponda kichwa cha shetani. Na shetani anajua hilo. Anajua silaha itakayotumika kumponda kichwa yeye ni silaha ya dhambi zako wewe na dhambi zangu mimi. Na anajua hiyo kwa sababu pale msalabani katika mwaka wa 31 AD kilichotumika kumua Yesu ni dhambi. Yesu hakuuawa kwa maumivu ya msalaba. Ni dhambi zako wewe na dhambi zangu mimi. Ndio maana maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti, na adui analijua hilo. Sasa kama anajua hilo, adui anacheza mchezo watu wasitubu dhambi ili kila moja afe na mzigo wake yeye mwenyewe. Mchezo huu lazima ukamilike mwisho, mpaka ufikie mwisho huu mchezo. Anapambana adui, watu wasipatikane, watakaoshirikiana na kuhani. Kuhani akitoka aseme, shetani aseme, dhambi ziko wapi? Sijaona aliyetubu hata mmoja. Hayupo aliyetubu. Na hao wanaoogopa shetani ni wale wanaoishi mwishoni mwa siku ya upatanisho, walio hai. Hao ndio wanaogopa adui. Maana kuna watu walilala mauti kabla siku ya upatanisho, walilala mauti. Na siku ya upatanisho ndio siku ya shetani kwenda kufa. Sasa kama anajua hivyo, lazima angalie walio hai, Waadventista wa Sabato walio hai, wenye uelewa sahihi na patakatifu na hukumu ya upelelezi na jinsi mambo yanavyoenda. Lazima waangalie sana. Alafu sasa awafanye wao busy na mashamba, busy na mabiashara, busy na familia, busy na muonekano, busy na vyakula, busy na kila kitu, busy na kila kitu unachokitambua wewe, ili kusudi wasipate muda wa kutafakari maisha yao wenyewe na kutafakari kazi ya kuhani wao mkuu na kusema tushirikiane na kuhani tumpatie dhambi ili kusudi mambo yaishe mapema. Ndugu zangu, matukio yanayoendelea tunayaona. Project 2025 tunaiona inakoelekea. Usiniambie mwaka umepita. Mwaka umepita, lakini je, project imepita? Hapana, bado inaendelea. Hao matajiri wakubwa wanachokifanya tunakiona. Vita zinazoendelea tunaziona. Je, tunashirikiana na kuhani kikamilifu kuhakikisha dhambi inakoma kuwa sema maisha yetu sisi wenyewe? Mungu anatufundisha somo la kujiandaa. Tunapoona mambo yote haya na muda jinsi ulivyo, tujiandae. Ni shetani atapondwa katika miguu ya Waadventista wa Sabato ambao wameshirikiana vizuri na kuhani. Hao tu ndio adui anaogopa. Kwa adui haogopi kusikia tumeenda mashambani. Umeenda mashambani, unafanya nini mashambani? Tumeacha nyama. Kwani mbona malasta wanaacha nyama? Wanamtisha adui? Hapana, umeacha nyama sawa. Umeenda mashambani sawa. Unafanya nini huko? Ambacho shetani akiona huyu ndugu ananitisha, ananiogopesha kwa kuwa anatubu dhambi zake, anaondoa dhambi, uovu na makosa. Hilo jambo ndio shetani analiogopa sana. Sasa tujitahidi kwa neema ya Kristo tuhakikishe adui anatetemeka. Sio kwa nguvu zetu, bali kwa nguvu ya Kristo. Natamani sana masomo haya yaweze kuwa masomo ya kutuamsha kama kanisa. Nikisema kama kanisa namaanisha wewe na mimi, namaanisha watu wa Mungu. Kanisa kama mfumo, hiki kitu kimeibiwa. Ndio maana kwenye selected message gombo la kwanza ukurasa 124 inatuambia wazi kwamba shetani ameiba nguvu ya ujumbe. Nguvu ya ujumbe malaika watatu. Na kama ameiba nguvu ya ujumbe malaika watatu, maana rahisi ni kwamba ameiba chakula. Kama ameiba chakula, watu wakila chakula wanapata nguvu. Kama ameiba chakula kwenye kanisa kama mfumo, sasa hivi kuna njaa ya neno. Nenda makanisa yote sasa hivi Waadventista wa Sabato. Shetani mwenyewe amesema, unajua mimi siongei mimi tu. Shetani mwenyewe anasema katika kile kitabu cha maandiko ya awali, sura inaitwa sura ya uchawi, inasema adui aliona wazi kwamba makanisa yamelala. Aliona makanisa yamelala. Nani amewalaza? Ni yeye mwenyewe amewalaza watu usingizi, na anafurahia kuona watu wamelala usingizi mzito. Kama amelala, ameiba chakula, hakuna chakula, njaa kila mahali. Lakini cha ajabu ni kwamba tuna adui mbaya sana. Naenda kumalizia somo la leo, lilikuwa ni kutafakari haya tuliojifunza. Angalia adui. Adui
ameiba chakula cha msingi, ameleta pombe kwenye kanisa la Mungu. Wachungaji wamelewa, washiriki wamelewa, ni ulevi upo ndani ya kanisa. Sasa kwa kuwa ameiba chakula, ina maana ameiba nguvu. Watu wasiwe na nguvu, wawe tu walevi ndani ya kanisa. Hivi nayoongea haya ni ya kwangu tu au ni, unajua kuna maneno mengine ukiongea mtu anasema wewe bana, wewe unaongea maneno gani hayo bana, mbona unatukana kanisa la Mungu? Hamna. Mhubiri 10:17 maandiko yanasema hivi: heri kwako nchi, mfalme wako akiwa mtoto wa watu, na wakuu wako hula wakati ufaao. Neno wakati ufaao ina maana ni kula kwa wakati. Kizazi hiki ni kizazi cha mwisho, watu wanapaswa kula chakula cha namna gani? Anasema hula wakati ufaao, ili makusudi wapate nguvu, wala si kwa ajili ya ulevi. Kumbe chakula lengo lake ni kupata nguvu, sio ulevi. Sasa kama ni kupata nguvu sio ulevi, Mathayo 24 nasemaje? Mathayo 24 anasema hivi, unaposoma kuanzia ule mstari, naomba nisome kuanzia mstari wa mambo ni mengi, lakini naomba nisome kuanzia mstari wa 45. Maandiko yanasema hivi, 24:45 Mathayo: ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake, awape watu chakula wakati wake? Na lengo la chakula ni nini? Maana kinyume chake mtu anaweza kala vitu ambavyo sio chakula. Na kitu ambacho sio chakula maandiko yanasema ni ulevi, mvinyo. Ndio maana 48 anasema hivi: lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Kumbe unaweza ukashindwa kula chakula kwa ajili ya nguvu, ukala kwa ajili ya ulevi. Mafungu mawili yote yanapatana kwa lengo hili moja. Sasa hivi katika kanisa la Waadventista wa Sabato, mfumo kwa ujumla, hakuna chakula, kuna pombe. Tunasikia kuna pombe. Sasa watu wanapokunywa pombe wanakuwa walevi. Ndio maana mtu haoni shida, ndio maana wanakupigana mara nyingi ni kwenye vilabu vya pombe. Hapa anasema akaanza kuwapiga wenzake, amelewa huyo, anapiga watu. Kuna kupigana kwingi. Kuna kupigana kwa kusema tu hawa jamaa wana seti wakati, unaweka muda hawa. Huko nako ni kupiga wajoli wenzako. Kwa kuambia eti wana seti time, ni kupiga wajoli wenzako. Hawa mabwana wanaishi mapolini, wanakaa kwenye vichaka, wamejificha kwenye vichaka huko, wanakula kwa masaa. Huko ni kupiga wajoli. Yaani wewe ujumbe huu ndio Mungu alisema ule kwa masaa. Kwani Mungu alisema tule kwa wakati ni nani? Hata Biblia tunasema kula wakati ufaao. Kuna wakati wa kula na kuna wakati wa kulala. Huko nako ni kupiga wajoli wenzako. Kwa nini usirudi katika maandiko kusoma kujionea? Jamani, Mungu atatupiga tusipokubali ujumbe, tutapigwa sana. Tutapigwa na Kristo. Sasa ukisema tutapigwa na Kristo, kana kwamba Kristo ni mbaya, yaani matokeo kukataa ujumbe yenyewe tu tutayaona. Ndio maana mapigo 7 aliposhuka, maandiko yanasema watu walitafuna ndimi zao, hawakutubu tena, wakainua vinywa vyao na kumtukana Mungu aliye mbinguni. Wakamtukana. Sasa ni kumuonea Mungu. Unajua ni kutaka tuwe na huruma na Mungu, ni kumuonea Mungu. Hana makosa. Ni sisi wenyewe ndio tunakosea. Jamani, sasa hivi hakuna ujumbe huko. Sasa lengo la Mungu ni nini? Au Mungu anataka nini kifanyike? Anahitaji huu ujumbe wa malaika watatu uweze kuwa chakula kwa kanisa lake. Kisha sasa tuende tukapeleke chakula mahali penye njaa. Je, ni wote watafunua midomo na kula? Hata wale ambao utakao wafunua midomo na kuwapatia, sio wote watakao tafuna. Hata wale watakao tafuna, sio wote watakao meza. Hata wale ambao watajaribu kumeza, sio wote watakao faidika na chakula hiki. Ni wachache sana watakao okolewa. Bwana tusaidie tuweze kuwa miongoni mwa wachache. Wito wangu katika masaa haya, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, Mungu wa mbinguni atusaidie, tujalie kuweza kujua hii nuru ya ukweli huu. Ni bahati ya kipekee sana kuelewa ujumbe wa malaika watatu. Ni bahati ya kipekee sana kuanza kuishi ujumbe wa malaika watatu. Maana sio kwa nguvu zetu, bali ni Kristo. Mungu atusaidie, tubariki, tupate kuomba. Mpendwa Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa muda huu. Asante kwa kuruhusu kuweze kuwa na mitandao ya kijamii kwa muda wetu huu, ili kusudi ujumbe wetu huu uliotupatia wa malaika watatu uweze kuhubiriwa mahali pote. Mtume Paulo, Mtume Petro na mitume wengine wengi
hawakuwa na vitu kama hivi ambavyo sisi tunavyo leo. Tunaweza tukakaa ndani, tukaweka kamera, tukahubiri ujumbe bila wasiwasi wowote. Lakini unakuja wasaa ambapo itakuwa ni hatari kufanya mambo haya. Tusaidie kabla ya wakati wao hujafika na ujumbe kuzuiliwa, tuweze kufanya kitu kwa ajili ya mioyo yetu na mioyo ya watu wengine. Tujalie hivyo Baba, na utuokoe katika saa hii, na hasa saa ya mwisho kujaribiwa inayokuja. Utulinde Baba dhidi ya mitego ya shetani. Utuandae kusimama katika pambano kuu la Amri Jumapili na kuja hivi karibuni. Na mwisho wa siku tuweze kuona marejeo ya Kristo mwana wako akija kwa nguvu na utukufu kwenye dunia yetu hii na kutuchukua kwenda kupumzika mbinguni. Lakini kabla ya kupumzika kuna kazi ya kufanyika. Tusaidie Baba, hatuwezi peke yetu, sisi ni dhaifu, kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.